yuko tayari kutia faraja kwenye mikono yako ili kafanikiwe. Sasa wakati huu nikukaribishe unahitaji maombezi, utiwe faraja kwenye hiyo changamoto ulionayo, kwa sababu Yesu yuko hapa. Na kama Yesu yuko hapa, liko kusudi, si tu kwa ajili ya familia, kwa ajili ya wote, kwa ajili ya wote. Uko na huzuni gani ambayo iko ndani yako? Iko kwenye afya, iko kwenye familia. Huzuni gani ulionayo ambayo inakufanya usiwe na amani? Huzuni gani ulionayo inayosababisha afya yako isikae sawa? Sasa ni wakati wa kwenda kufarijiwa. Ni wakati wa kwenda kufarijiwa. Ni wakati wa kwenda kupokea faraja yako. Wala usiogope mtu, wala usiangalie mtu kwamba mimi nikipita sijui nitaonekanaje. Wala ndio maana Yesu alipopita kwenye nyumba hakuzungumza mengi sana. Yesu akapita moja kwa moja, akamgusa na homa ikamwachia, yule mama akafarijika. Sasa wewe unaweza ukawa na huzuni kwenye maisha yako, halafu naangalia jirani yako kwamba mbona fulani yeye hapiti. Sasa unafikiri yeye ana huzuni kama ulionayo? Hamna. Wewe ulali usiku, mwenzio analala, mnalingana wapi na wapi? Kwa hiyo nikaribishe muda mzuri huu kwa ajili ya kutia faraja kwenye maisha ya ili Yesu aende kugusa maisha yako. Nakataa kila roho unayefuatilia afya yangu, maisha yangu, kwa jina la Yesu. Kila roho unayetia huzuni kwa maisha yangu na kukataa leo.